Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mkuu wa kundi la Hizbullah anasema kwamba kundi hilo liko tayari kwa makabiliano ya muda mrefu dhidi ya Israel na Marekani. Kiongozi wa Hizbullah Naim Qasim amesema kuwa kundi lake liko tayari kwa makabiliano ya muda mrefu na Israel, huku kundi hilo likitishia Israel kwamba itaharibu miundombinu na kuhakikisha inalipa kisasi kutokana na kifo cha Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa Iran. Lebanon iliingizwa kwenye vita vya Mashariki ya Kati wiki iliyopita wakati Hizbullah inayoungwa mkono na Tehran iliposhambulia Israel kujibu mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Naim Qasim, kiongozi mkuu wa kundi hilo, anasema, tumejitayarisha kwa makabiliano ya muda mrefu na Mungu akipenda wa Israel watashangaa kwenye uwanja wa vita, Qasim alisema katika hotuba yake ya pili ya televisheni tangu vita hivyo vilivyoanza. Hii ni vita inayowezekana, sio vita ndogo au rahisi, anasema Naim Qasim. Hizbullah hata hivyo inadaiwa kurusha makombora pamoja na maroketi katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel, na inadaiwa kwamba wamerusha maroketi hadi katika maeneo ya Kaisaria, moja kati ya maeneo ambayo anaishi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Katika taarifa, vikosi vya kundi hilo vimeeleza kwamba vimerusha makombora muhimu katika maeneo mbalimbali katika eneo hilo la Kaisaria ambalo linadaiwa kwamba ndiko anakoishi kiongozi wa nchi hiyo, waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye kwa wakati huu kumekuwa na maneno mengi juu ya uhai wake. Katika taarifa, vikosi vya ulinzi vya Israel vimesema moja kati ya maeneo yenye daraja muhimu na kivuko muhimu cha kuvuka kutoka kaskazini hadi kusini mwa Lebanon kimeharibiwa. Huu ni mwanzo tu, na serikali ya Lebanon italipa gharama inayoongezeka kupitia uharibifu wa miundombinu ya kitaifa ya Lebanon ambayo inatumiwa na Hizbullah, waziri wa ulinzi Israel Katz alisema wakati wa tathmini na mkuu wa wafanyakazi wa IDF Lieutenant Generali El Zamir. Wamesema serikali ya Lebanon ambayo ilipotosha na haikutimiza ahadi yake ya kuwapokonya silaha Hizbullah italipa bei zinazoongezeka kupitia uharibifu wa miundombinu na upotevu wa eneo hadi dhamira kuu ya kuwapokonya silaha Hizbullah iweze kutimia, aliongeza waziri huyo wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz. Mapema wiki hii rais wa Lebanon Joseph Aoun alijitolea kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Israel, lakini siku ya Ijumaa alisema hajapata jibu. IDF ililipua barabara kadhaa kusini mwa Lebanon siku ya Ijumaa kulingana na shirika rasmi la habari la kitaifa, na kuziba njia kutoka kaskazini mwa mto Litani na kutoka bonde la Bekaa, eneo la mashariki ya Hizbullah ambalo hutumia kusafirisha silaha. Shirika la habari la NNA pia limeripoti kwamba makombora ya Israel yalipiga kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa katika kikosi cha Nepal cha Lebanon katika mji wa mpaka wa Mais al-Jabal. Mashambulizi mengine yameripotiwa ya Israel ni pamoja na shambulizi lililoua watu 8 katika kijiji cha Mei kusini mwa Lebanon karibu na mji wa bandari wa Sidon, kulingana na Wizara ya Afya. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.